إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني الخير كله ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصباح الظلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من اقتدى بهداهم إلى يوم المعاد. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته واعلموا أن الفوز للمتقين. Ndugu Islam, sinabudi kukuhusieni kama ilivyowajibu juu ya kuihusia nafsi yangu katika swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu ya kila siku. Ikhwatul muslimun, إن خطبتنا اليوم إن شاء الله في هذه الدقائق سيتعلق عن تحذير السرقة. Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo katika dakika hizi chache kabisa itazungumzia kuhusiana na mahadharisho yaliyokuja juu ya swali zima la wizi. Watukufu wa Islam, kwa hakika kama tunavyoelewa kwamba katika ulimwengu wetu huu swali la wizi limezagaa kila sehemu, bali kwenye nchi nzima, bali kwenye mkoa, bali kwenye wilaya, bali hata kwenye vijiji, kiasi ambacho jirani kwa jirani hana amani na jirani mwenzake, lakini na mtu wa kawaida pia wa kijiji cha mbali hana imani kwa mtu wa mbali. Hii ni kwa sababu namna dhambi ya wizi ilivyokithiri na ilivyoenea katika mitaa yetu. Na tukizungumza swali la wizi ni swali pana kabisa. Wizi huu tutauzungumzia katika hali mbalimbali, iwe wizi wa kuiba pesa serikalini, iwe wizi wa kuiba kikawaida humu mitaani, iwe wizi wa kutumia njia mbalimbali. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kakataza juu ya swali hili na akaweka adhabu kali kabisa, na iwapo laiti ingeliweza kutekelezwa basi jamii ingeliweza kukaa katika kuheshimiana kila kitu ambacho neema alizotupa Allah. Na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza katika aya nambari 38 suratul Maida, katika aya ambazo zinaeleza zile sheria za dini ingawa hazifanywi kazi katika nchi ambazo wanadai kwamba wao ni Waislamu lakini ni Waislamu jina tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: wasariqu wasariqatu, na mwizi mwanamume na mwanamke, faqta'u aydiyahuma, mukiwakamata na ushahidi kamili wakateni mikono yao. Inga agizo hili halimuhusu tu mtu yoyote tu mtaani, bali linatakiwa lifanyiwe kazi kwa mujibu wa mamlaka iliyopo kwenye nchi. Mimi na wewe huna mamlaka kumkata mwizi mkono hata kama umemkamata. Hili agizo linatakiwa lifanyiwe kazi, ni jua mamlaka ambayo ipo kwenye nchi. Na kwa nini? Kwa sababu kuna sheria katika dini zimewekwa, mfanyaji wake si mtu yoyote tu. Kwa mfano, tariku swala, mtu ambaye hataki kusali akisha onywa na hataki kunini, inafaa uliwe, lakini si mtu yoyote tu. Na hii ni kwa sababu ikiwa kila mtu awe na uwezo wa kufanya hivi, itakuwa uhasama kwenye jamii utaongezeka. Kwa sababu mimi sitokubali mtoto wangu mkate mkono, lakini na wewe hutokubali. Lakini Allah kaweka ile mamlaka, ikishafanya wewe utanuna, utasikitika, huna vya kuweza kufanya. Kwa hili hataki kuja kujichukulia mtu tu hatua mikononi kama tunavyoelezwa katika sheria. Kwa hiyo mkiwakamata wanaambwa wale hasa ambao mamlaka ya nchi ambayo inatakiwa iende hivyo,
Tena swala kwa ina dini haina dini, Allah haelewi hivyo, lakini Allah ameshatoa agizo, faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao baada ya kukamilika ushahidi na kutimia masharti ya kukatwa mwizi mkono. Allah anasema jazaan bima kasaba, hayo ni malipo kwa yale walioyachuma. Tena Allah anasema nakala min Allah, hiyo ni adhabu mfano wa vile alivyofanya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo hii, je, katika nchi zetu hii sheria inafanyika? Haifanyiki. Na ndiyo maana swali la wizi kila unapoangalia, ukisikiliza kwenye mawio, leo pameibiwa ng'ombe huyu, leo pameibiwa mbuzi, leo pameibiwa ndizi, leo pameibiwa kitu, kwa sababu tumeacha maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Allah anasema wallahu azizun hakim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu tena mwenye hikma. Kwa nini Allah amalizie ni mwenye hikma? Maana kwa hikma Allah mambo yake anayoyasema anasema kwa maana maalumu. Kamjua binadamu ni mmoja katika watu sugu, kwa hiyo kwa swali hili akaweka adhabu maalum ambayo alijua kwa hii ikiwa itafanywa basi swali la wizi litaweza kupunguka. Lakini leo hii waliopewa amri hii ya kuweza kuitekeleza hawaifanyii kazi, na hii ni kwa sababu ya mifumo ambayo ipo ndani ya nchi takriban ya dunia nzima. Nyingi kabisa, nchi nyingi kabisa zinashindwa kuifanyia kazi sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watukufu wa Islam, hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza mimi na wewe kwamba tusiweze kulishughulikia swali la wizi, kwa sababu iwapo tutalishughulikia, kwanza adhabu itaanza hapa duniani na huko akhera anatusubiri. Ikhwatul muslimun, kwa hakika wizi ni katika dhambi ambalo ukilifanya dhambi hilo linasababisha uende motoni, kwa sababu ni katika al-kabair, madhambi makubwa. Wanachuoni wameandika vitabu maalum ambako kuna kitabu kinaitwa al-kabair, wametukusanyia madhambi makubwa tu, minha as-sariqa, likiwemo katika hayo ni wizi. Watu wengi wanaiba, wanaona kama ni swali la kawaida, iwe kwa njia moja ima nyingine. Mtu anakabidhiwa dhamana pengine ya pesa za watu, anaiba kidogo kidogo mpaka anafilisi mtaji ule. Lakini na mwingine vile vile aliyekuwa mwizi wa kawaida mtaani, anaiba pengine jogoo wa watu, kuku wa watu kwa ujumla. Lakini vile vile na mwingine aliyekuweko serikalini hatosheki na kile anacholipwa, basi anachota, anaiba siku 2-3, anakuwa na magari makubwa makubwa, siku 2-3 anakuwa na majumba huku na kule. Ukiangalia kikubwa sio kwamba anacholipwa ni kile cha wizi ambacho anachukua, kikiona kama ni kitu cha kawaida tu, kumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo zito. Ikhwatul muslimun, kwa hakika katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia la'ana Allahu sariqa yasriqu albaylata, amemlaani Allah subhanahu wa ta'ala yule mwizi anaiba yai tu. Je, leo mtu anakwenda kumchukua kuku mzima, lile yai Allah amemlaani. Na laana manake ni at-tardu min rahmatillah, ni mtu kufukuzwa kwenye rehma za Allah, haeleweki kabisa. Unaonaje wewe leo hii Dr. Hussein Mwinyi angelikwambia mimi wewe sikufahamu kwa raia wangu, bila shaka ungekuwa mnyonge, kwa sababu ingekuwa maana yake una haki ya kufanya chochote. Lakini leo Allah anazungumza laana, tunaichukulia kama ni jambo rahisi, kumbe ni jambo kubwa kabisa, inakuwa hueleweki ni sasa na kuambiwa hivyo. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemlani yule mwizi anaiba lile yai, fatuqta'u yaduhu, tena pengine ukakatwa mkono wake baada ya kuthibitika ushahidi. Wa yasriqu alhabla fatuqta'u yaduhu, lakini hata yule ambaye mfano anaiba kamba tu, ile habla kamba, ukakatwa mkono wake. Hadithi ni sahih muttafaq alayhi, Allah hawa amewalani. Inakuwaje mtu ambaye anaiba ng'ombe wa watu mwenye kugharimu pengine milioni 3 au milioni 2 au hata kama ingelikuwa 100,000, huwa anakuwa katika grupu gani? Kwa watukufu wa Islam, ni wajibu kwangu mimi na wewe, ikiwa una ndugu yako, ukiwa una mtoto wako, kukaa naye chini ukamuasa, ukampa nasaha juu ya kuachana na swali la wizi, kwa sababu mwisho wake halina manufaa isipokuwa ni hasara huko ambako tunakwenda. Siku ambayo ni zito, tunaambiwa illa man atallaha biqalbin salim, atakayesalimika ni yule ambaye amemwendea Allah na moyo uliosalimika na madhambi ikiwemo wizi. Kwa unaonaje ukienda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwizi, hivi kweli kuna salama ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameshaonya tangu dunia? Ikhwatul muslimun,
Kwa hakika hadithi ziko nyingi na nyingi ambazo zinakataza swali la wizi katika kila namna, kama tutakavyoona baadhi ya hadithi. Lakini vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amekataza swali la wizi. Anasema kwamba si mwenzetu yule ambaye man akhadha minal muslimina dhira shibran, si mwenzetu yule ambaye kachukua katika ardhi ya muislamu mwenzake ile shubiri moja tu ya ardhi, si mwenzetu. Kwa hadithi moja ameshatoka kwenye Uislamu. Tena Mtume sallallahu anasema, jaa yaumal qiyama, mtu huyo atakuja siku ya kiyama, yahmiluhu min sab'i aradhina, akiwa amezibeba ardhi 7. Leo wangapi tunaibiana, tunachukuliana ardhi? Unalima na mwenzako jirani, unaingia ndani ya mpaka watu maksud, na unajua kwamba hii ardhi si yako, na ukiambiwa unakuwa mkali, unafanya cha kufanya. Ndugu yangu Muislamu, kama una tabia hiyo, hebu jirekebishe. Hii ni dunia tu, leo tupo, lakini kuna siku utaondoka. Kuna siku utaondoka, na si hoja kuondoka, hoja utamkabili vipi Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa pale kaburini tu panatisha. Sahaba wa Mtume Uthman alionekana amesimama juu ya kaburi analia. Alipoulizwa unalia nini? Moto au unalia? Anasema mimi ninalia kwa sababu inna awwala manazil, anasema kaburi ndiyo kituo cha kwanza cha kufikia akhira. Atakayeokoka pale ndo huo kunakoelekea ni rahisi, na atakayekuwa mambo ni magumu kunakoenda mbele ni kuzidi zaidi, ashaddu wa ashaq. Leo hebu kumbuka Muislamu, je, hatumo katika yetu sisi ambao tushadhulumu ardhi za watu? Hata kama kuzidisha ile shubiri moja, tuna maksudi. Maana ikiwa bahati mbaya pia afadhali, lakini maksudi. Na mtu anaringa kwa ubabe wake, anajinabi. Kwa hii ni hatari watukufu. Sasa huu nao unahesabiwa, wanazuoni wanaweka katika jumla ya wizi. Kwa mtu huu siku ya kiyama atakuja hali ya kuwa ardhi 7 amezibeba. Je, utaweza kubeba ardhi 7 ikiwa ile moja ni shida? Kwa hebu tuliofanya dhambi hii tuweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ilivyo kawaida ya katika sharti za toba, kama kitu umechukua ni sharti kwanza ukirejeshe kwa mwenyewe, ikiwa kama kipo, na kama hakipo kiweze kufanywa thamani ili kiweze kurejeshwa kwa mwenyewe, ili tupate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul muslimun, kwa hakika wizi ni jambo zito kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna a'dhama al-ghululi 'inda Allahi dhira'u ard, hakika wizi uliokuwa mbaya zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni hata kama ule wizi wa dhira moja tu ya ardhi. Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tajiduna ar-rajulaini jaraini, unaweza ukakutia watu wawili pengine ni majirani, fi ardhi, wako ardhi moja, au fi dari, au ndani ya nyumba moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fayaqtatu ahaduhuma min sahibihi dhira'an, yule mmoja anakata kipande cha dhira moja tu, pengine tujalie cha ardhi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha qata'ahu, atakapokikata kile, tuwiqahu, atabebeshwa yule min 7 aradhin, ardhi 7 huko motoni. Kwa watukufu wa Islam, bila shaka hatuna uwezo wa kubeba hilo. Na hili ndo pale niliposema wizi unaingia katika aina mbalimbali. Kitendo cha kuchukua ardhi ya mwenzako, hata kama unaingia kwenye mpaka wake, haraka kabisa kama umefanya, kirejeshe, hiyo ni salama kwako. Na ikiwa kwa bahati mbaya pia, uzuri kutaka kufanya kila aina ya kujua, kila mtu aweze kujua maeneo yake ya ardhi yalipopita, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu. Na hii ni dunia tu, itatuhada, tutajiona kwa pumzi tunaweza kufanya chochote, lakini kumbe sisi si chochote. Dakika 2-3 unasikia fulani katuaga dunia. Tulikuwa naye, tunazungumza naye. Kwa hiyo aliyekuwa hodari zaidi ni yule ambaye anarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla yale mauti hajamjia, mauti ambayo ubaya wake hayatoi taarifa kwa muda fulani yanafika, bali yanamvamia mtu tu baghtatan, ghafla kabisa. Inawezekana yuko jua mipango yake ya kimaisha. Na tuelewa ngapi katika dunia hii kwani wamemaliza mipango yao? Hawajamaliza, lakini dunia wameiacha kama tunavyoiona. Kwa na sisi ndo vile kwa cha msingi tuweze kujirekebisha. Na hii ndio upezi tunakumbushana wakati tuko hai. Haitoleta manufaa wakati tumeshakufa, kwa sababu itakuwa tumeshakuwa katika sehemu nyingine. Kwa tukumbushane kwamba kama katika mmoja wetu
tuna tabia ya kuiba kikawaida, iwe kuku wa watu, iwe mazao ya watu. Wengine pia hata usidharau, umepita shambani kwa watu ukachimba muhogo wa watu, ukaiba dafu la watu, ukaiba mananasi ya watu, hilo nalo pia dhambi. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametuambia watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubieni, kwa maana rejeni kwa Allah nyote enyi waumini mpate kufaulu. Ina maana kwa mujibu aya hakuna kufaulu bila kufanya swali zima la toba. Kwa tusipuuzie tukaona labda kila siku tuko hai, hatujui wakati gani tutaiacha dunia. Kwa watukufu wa Islamu, ala kulli hali tujitahidi tusiweze kuibiana. Kila mtu ahifadhi kitu cha mwenzake. Hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotutaka, na ndivyo tutakavyoishi vizuri. Aliyekuwa ameajiriwa au amepewa dhamana ya kitu sehemu, na ale kile ambacho analipwa yeye, asizidishe, na kwa hicho Allah atamtilia baraka, kuliko kuona apate hima kwenda akafukuzwa kazi, au Allah akamtilia nusi, au akampa maradhi yasiyojulikana sababu nini, kumbe zile dhulma alizokuwa anatumia wakati ule. Kwa hili tunalizindua, tujitahidi watukufu wa Islam kuzifanyia kazi na saa hizi, lakini vile vile tuweze kuwakumbusha na wenzetu ambao wengi hapa hawapo, na huenda pengine tunawajua ni wahusika wa jambo hili, ili tuweze kuacha, kama ambavyo tunaambiwa kwamba aliyekuwa mbora ni yule ambaye atamkumbusha mwenzake. Ya Rabbi, ziingize na saa hizi kwenye nyoyo zetu na uturuzuku kuzifanyia kazi kivitendo kabisa. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين ويا نجاة ونفسي بتقوى الله وطاعته، واعلموا علم اليقين أن الفوز والنجاة للمتقين، فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين. Ndugu Islam, sinabudi kukuhusieni kama ilivyowajibu kuhusia nafsi yangu juu ya swali zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa leo hii kama unakumbuka vizuri, tuko katika kutahadharishana juu ya swali zima la wizi. Wizi ambao umegawanyika katika kila kona, kila maeneo. Kila mtu huenda akaiba kwa namna yake ambayo mwenyewe inawezekana anaijua ama haijui. Lakini vile vile swali la wizi linaingia hata wewe mvuvi unevua baharini. Mara nyingine unaiba madema ya mwenzako au mtego wa mwenzako. Hili pia ni kosa, kwa sababu mwenzako katega ili apate riski, wewe unakwenda kukuchukua riski ile, unakula na watoto. Na mara nyingine ndo pale tunapolaumu watoto wa sasa wakaidi. Mara nyingine haya mambo siri kubwa ambayo imepitika ndani yake, pengine ni zile haramu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha hapa duniani. Na hili tuchukue tahadhari, na kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi, la yatiyanna zamanun, zitakuja zama mtu hatojali anachokula akakipata wapi, yeye anajali kupata tu, ndo hizi. Na ikiwa utamwelekeza ndugu yako Muislamu anakwambia ukichunga halali huli utakaa na njaa, nakwambia hivi Muislamu, hiyo si hoja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi kutafuta vya halali. Kwa ukiwa hata baharini kama mvuvi, heshimu kitu cha mwenzako, kwa sababu jua na yeye kaja kutarazak. Lakini vile vile ukiwa mkulima pia na wewe usiibe cha mwenzako. Na nazungumza hii kwa sababu watu wa aina moja huwa pia wanaibiana. Lakini vile vile kama ni mchuuzi, unajihusisha na biashara, usiibe cha mwenzako, heshimu. Na yule mwenzako na yeye anatakiwa heshimu kile. Kwa ikiwa tutafanya kama hivyo, tutaheshimiana katika vile ambavyo alivyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, ulimwengu na mitaa, bali dunia kwa ujumla itakaa vizuri. Lakini ikiwa kila mtu hana heshima na cha mwenzake,
wallahi tutaishi vibaya sana. Na huenda ikawa haya ambayo yanatupata ni kwa sababu ya haya ambayo tunayafanya, na hilo Allah amelizungumza, wama aswabakum min musibatin, haukupatini ni msiba wote isipokuwa ni kwa bima kasabat aidi, kwa sababu mikono yenu iliyokichuma. Angalieni mnamfanyia nini Allah? Hivi mnataka mpe mazuri tu wakati Allah mnamuudhi, mnamkera? Hivi ingekuwa binadamu mwenzako wewe watu wanakukera tu, itakuwaje wafanyie mazuri? Si kitu rahisi kiakili tu kikawaida. Namna Allah subhanahu wa ta'ala yale ya maamrisho yake tunavyoyapiga na chini, tunavyoyavuruga, hivi kuna sisi Allah kweli atupe riziki zake? Ndio maana anapotupa mitihani mbalimbali tusijue wapi pa kukimbilia, tukatafuta sababu zisizo kichwa wala miguu. Watukufu wa Islam, tujitahidi tuepuke swali la wizi. Lakini vile vile watukufu wa Islam, katika aina nyingine ya wizi ambayo imeenea katika mitaa ni wizi wa chuma ulete. Huu nao pia ni wizi. Leo kinachosikitisha Muislamu, badala ya kutafuta mnyama akafuga akapata watoto, yeye kaamua aende kwa mshirikina apate jini afuge aibie wenzake. Ni jambo linalosikitisha kweli kweli. Kwa ina maana wenzake kadri wanavyohangaika kwenda baharini wakakaribia kufa pengine kwa mawimbi, yeye anafuga mdude, anachukua mali za wenzake, na huku anaswali anajifanya mwema kinjenje, lakini ndani ya nafsi yake wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qur'ani inatuambia yaliyofichikana ndani ya nyoyo yao ni makubwa. Laiti Allah angeyadhihirisha tungeweza kukimbiana, hata salamu tusingeweza kupeana. Kwa huu nao wizi umeenea katika mitaa yetu, imekuwa kama ndiyo dili. Mtu anaweza kwenda Pemba au maeneo mbalimbali akachukua mjini akafuga. Wenzake wanajitahidi kuhangaika kutwa kucha hawalali, vipesa vile vile alivyopata mwenzake riziki anavichukua, akijihisi kwamba kama ni jambo la kawaida hivi, huku anafanya dhulma. Ikisha mtu kama huyu sijui anakula nini, sijui anafunga nini, sijui anafanya ibada gani. Watukufu wa Islam, kuna haja ya kubadilika kweli kweli. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliwauliza maswahaba, atadruna almuflis, atadruna man almuflis, maswahaba zangu nyi mnamjua aliyefilisika? Maswahaba akasema, almuflisu fina man la dirhama lahu wala mata, aliyefilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana pesa wala hana vitu vyote vya starehe. Ndio tunamjua sisi aliyefilisika. Hata wewe ungeulizwa ungesema hivyo. Mtume swalla akasema, basi kama hamjui aliyefilisika, huyo hajafilisika. Almuflisu fina man jaa yawma alqiyama bisalatihi wa zakatihi wa siyamihi wa qad shatama hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha. Aliyefilisika ni yule ambaye atakuja siku ya kiyama na pamoja na swala yake kaswali mashallah duniani na zaka yake na funga yake, wa qad shatama hadha, lakini kamtukana huyu, wa daraba hadha, kampiga huyu, wa safaka dama hadha, kamwaga damu ya huyu, kasababisha muislamu wenzake kuuliwa, lakini wa akala madhahala, kala mali ya huyu, iwe kwa njia ya chuma ulete, iwe ndo hasa njia moja ya kula mali ni kupitia wizi mali ya watu. Ina maana ibada zako zote sasa, kitakachofanyika, hadithi ni ndefu lakini naifupisha kwa maelezo tu, kitakachofanyika kwamba mema yako yote wewe ambaye umemdhulumu atapewa yule, midhambi yake utupwe wewe, kisha utupwe motoni, iwe pameisha kabisa. Kwa ina maana kwamba tusihadaike na amali tunazozifanya, tujipekue kidogo kidogo. Huenda ikawa tunafanya amali, lakini siku ya kiyama ikawa pamoja na swala zetu, pamoja na funga zetu, pamoja na zaka zetu tulizozifanya, Allah subhanahu wa ta'ala akatutupa motoni. Waliyadhu billahi min dhalik. Watukufu wa Islam, ikiwa una maswali haya ya majini ya chuma ulete, haraka tafuta njia ya kuweza kuyatokomeza. Si swali zuri hata kabisa. Wenzako wanahangaika, wewe umekaa tu unakula kupitia migongo ya wenzako. Ikesha wewe ndio ukikaa maskani unasema rais mbaya, rais mbaya, wewe unafanya nini? Na mimi mara nyingi hueleza kwamba uzuri kila mtu kwa ajipekue ndani ya nafsi yake. Inawezekana unamlaumu mtu lakini wewe una midhambi ya kukutupa motoni ikiwa utafariki hivi sasa. Kwa kilichowaji kila mtu kwa atizame salama nafsi yake. Je, hivi ninavyofanya mimi vizuri? Ikisha ndio utoe lawama kwa mwingine. Kwa watukufu wa Islam, tujitahidi swali la wizi tuliepuke.
Na katika kuonyesha ubaya wa wizi, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa anataka kutoa taaluma maalumu kwa maswahaba. Akawauliza maswahaba, ya ashabi, yenye maswahaba zangu, madha taquluna fi zina, mnasemaje katika zina? Si kwamba Mtume hajui, lakini alikuwa anataka kuangalia wale maswahaba. Maswahaba akasema, az-zina haramahu Allah wa rasuluhu ila yaumi alqiyama, zina ni kitu ambacho Allah na mtume wake kakiharamisha mpaka siku ya kiyama. Kumbe yule Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna taaluma anataka kuitoa. Basi kwambia, sikilizeni hivi, la an yazri ar-rajulu bi'ashrati niswatin aisaru alayhi min an yazniya min mraati jarihi, mtu kuwazini wanawake 10 dhambi zake ni nyepesi kuliko kumzini mke wa jirani yake. Ilikuwa kuna taaluma maalum anataka kuipitisha. Hii sio mada ya leo, hii inaingia kwenye haki za jirani kwamba ni kosa nalo, lakini napopakusudia mimi, Mtume sala kauliza swali la pili, madha taquluna ani sariqati, mnasemaje kuhusiana na wizi? Maswahaba akajibu, as-sariqatu haramun haramaha Allah, wizi ni haramu ambayo Allah kaiharamisha nayo. Kumbe Mtume pia anataka kuwazilishia maarifa ya taaluma. Mtume sala anasema, la an yasrika ar-rajulu fi 10 abyatin, mtu kuiba nyumba 10, aisaru alaihi, dhambi zake ni nyepesi, min an yasrika jarihi, kuliko min an yasrika jarahu, kuliko kumuibia jirani wake. Leo tukiwaangalia wezi wengi wanakuwa ni majirani zetu. Tunaambiwa jirani nyumba 40 pande 4, kuliani kushotoni, kila pande. Je, hivi nadhani hakuna anaweza kukataa? Tukiangalia uwezo wa kubwa wa jogoo wetu, wa kuku wetu, wa ndizi zetu, wa mihogo yetu, wa mambo mbalimbali, hata kama kaja mtu mbali, lakini kuna mwenyeji hapo kahusika. Ni watoto wetu, ni ndugu zetu, ni majirani wetu. Hivi kweli tuna salamu watukufu wa Islam? Unaamua kumwambia yani kuiba nyumba 10, yani dhambi zake ni rahisi kuliko kumjua yule jirani wako. Maana jirani ni mtu wa karibu, uletakiwa umtuze mali yake, leo unamuibia, au wenda unasababisha aje aibiwe. Hivi kweli kuna salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa la muhimu watukufu wa Islam, tuweze kubadilika wakati huu ambao tuna, wala usisubirie kesho, kwa sababu hujui, la tadri man satakunu ghadan, kesho hujui utakuwa nani. Hal satakunu aliyan am khamisan am heri au juma au muhammada au kombo? Je, utakuwa kweli ni Ali au kombo au nani, au utakuwa maiti? Kwa ina maana tufanyeni mabadiliko, kila mtu ajipekue udogo udogo, na ndio lengo la khutba. Lengo ni mtu kuchukua nasaha za kuja hapa msikitini, kujiangalia mwenye kama kioo, akaweza kujibadilisha. Si lengo kukaa kuweza kumsema khatibu alichozungumza. Hii haitotuletea manufaa na itakuwa ni sehemu moja ya unafiki. Kwa sababu kirudi katika surati Muhammad, wanafiki walikuwa na tabia moja, wanamsikiliza Mtume sala kwenye mimbari, akishatoka kuna aya inasema madha qala arif, ndo kasema nini? Wanaanza kuikebehi ile khutba na kuanza kuijadili. Hii ilikuwa ni sifa ya wanafiki. Kwa tusiwe, kilichowajibu ni mtu ajiangalie, ajirekebishe kwa pale ambapo anakuwepo, na inshallah ikiwa mtu ana nia hiyo, Allah atamsaidia na atatusamehe kwa yale ambayo tumeteleza. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن أبي بكر الصديق التقي، وعمر الفاروق النقي، وعثمان ذي النورين الزكي، وعلي الوفي الرضي، وعن 6 الباقين. اللهم اصلح ولاة المسلمين في كل مكان، ووفقهم إلى العدل، وجنبهم الجور والظلم والفسوق والعصيان، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين مع القرى عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والحسد والحاسدين والسحر والساحرين والحقد والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ومكرهم وتحيلهم ومؤامرتهم. اللهم أبعد عنا كيد الكائدين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وعين العائنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم.